Unamfahamu Adolf Hitler? Huyu ni kiongozi wa Ujerumani wa zamani ambaye katika historia tumemsoma sana mashuleni kama dikteta hatari sana kuwahi kutokea duniani. Lakini pia ni kiongozi ambaye wananchi wake walimpenda sana. Kwa hiyo naweza nikasema ni dikteta wa dunia aliyependwa na wananchi wake. Siku ya leo tutaingia katika sehemu ya kwanza ya historia ya Adolf Hitler, lakini kwanza nitakuanzishia na vita kuu ya kwanza ya dunia ilipoanza, kwa sababu kila alichokifanya Hitler kilikuwa ni matokeo ya yaliyotokea katika vita kuu ya kwanza ya dunia. Ninaitwa Rachel Robin. Hii ni Rachel Robin Online TV. Usisahau kusubscribe hapo chini ili upate sehemu ya pili ya story hii. Vita kuu ya kwanza ya dunia ilianzaje? Vita kuu ya kwanza ya dunia ilianza kwa himaya ya Austro-Hungary kuivamia nchi ya Serbia. Himaya ya Austro-Hungary ni himaya iliyoundwa na nchi mbili leo hii, ambao ni nchi ya Austria na nchi ya Hungary. Ilikuwa ni mwaka 1914. Mrithi wa ufalme, kiti cha ufalme cha himaya ya Austro-Hungary, alienda pale Serbia na hatimaye kukatokea muuaji akamuua. Hii ikaleta mtafaruko mkubwa sana na hatimaye Serbia hatimaye himaya ya Austro-Hungary ikaivamia nchi ya Serbia. Na hapo sasa ndio vita kuu ya kwanza ya dunia ilipoanza. Lakini katika historia najua wengine wanasoma kwamba aliyeanzisha vita kuu ya kwanza ya dunia ni Mjerumani. Lakini pia uhalisia ni kwamba aliyeanzisha vita kuu ya kwanza ya dunia ni himaya ya Austro-Hungary kuivamia Serbia. Kwa nini Mjerumani analaumiwa? Ni kutokana na kwamba inasemekana kwamba alichochea sana hii vita ianze, kutokana na kwamba alikuwa ana kisasi, anataka kuipiga Urusi ili aweze kuchukua maeneo ya Urusi yaliyoko kule Ulaya ya Mashariki. Kwa hiyo uchochezi wa Mjerumani ilikuwa ni kwa ajili ya kutaka kuingia vitani na Mrusi. Alikuwa anamtafuta Mrusi. Kwa hiyo akaona hii ni nafasi nzuri kwake ya kuhakikisha kwamba hii vita inatokea ili yeye sasa akaingie apambane na Mrusi ili aweze kuchukua maeneo ya Urusi ya kule Ulaya Mashariki ambayo yana utajiri mwingi sana wa nishati. Kipindi hicho Ujerumani ilikuwa inatawaliwa na kiongozi alikuwa anaitwa mfalme. Ilikuwa iko katika ilikuwa ni inaongozwa kwa himaya na mfalme wao alikuwa anaitwa William wa pili. William wa pili alikuwa ni mjukuu wa Malkia Victoria, malkia wa Uingereza. Mtoto wa kike wa malkia wa Uingereza aliolewa na mfalme wa Ujerumani, ndio akamzaa huyu William wa pili. Kwa hiyo huyu wa Ujerumani William wa pili alikuwa anamuita malkia wa Uingereza bibi. Urusi kipindi hicho ilikuwa inatawaliwa na mfalme ambaye alikuwa anaitwa Nicholas wa pili, ambaye alikuwa na yeye ni binamu wa mfalme wa Uingereza ambaye alikuwa anaitwa George wa tano, mtoto wa mama mkubwa na mama mdogo. Mama yake mfalme wa Uingereza George wa tano alikuwa na mdogo wake aliolewa na mfalme wa Urusi, ndio wakamzaa huyu wakamzaa Nicholas wa pili. Kwa hiyo Nicholas wa pili mfalme wa Urusi alikuwa anamuita mfalme wa Uingereza George wa tano, alikuwa anamuita binamu, mtoto wa mama mkubwa na mama mdogo, mama zao wamezaliwa tumbo moja. Na mfalme huyo wa Uingereza George wa tano alikuwa anamuita mfalme wa Ujerumani William wa pili binamu, mtoto wa shangazi na mjomba. Yaani William wa pili alizaliwa na mtoto wa kike wa malkia wa Uingereza, alafu George wa tano mfalme wa Uingereza amezaliwa na mtoto wa kiume wa malkia wa Uingereza. Kwa hiyo ni mabinamu, mtoto wa shangazi na mtoto wa mjomba. Na huku George wa tano na mfalme wa Urusi Nicholas wa pili ni mtoto wa mama mkubwa na mtoto wa mama mdogo. Kwa hiyo wote hawa ni ndugu. Himaya ilikuwa inaongozwa na ndugu. Queen Victoria, malkia wa Uingereza wa zamani, ni malkia ambaye alizaa watoto wengi, alafu wale watoto wakaolewa na wafalme wa maeneo mbalimbali pale Ulaya. Kwa hiyo huwa anaitwaga bibi wa Ulaya kutokana na kwamba kizazi chake kikasambaa katika himaya mbalimbali za Ulaya. Kama hivyo mjukuu wake akawa ni mtawala wa Ujerumani. Kwa hiyo sasa kilichokuwa kimetokea ni kwamba Mjerumani William wa pili, mfalme wa Ujerumani William wa pili, kwa kuwa alikuwa anataka maeneo ya Urusi,
akaona kabisa kwamba nikishawishi Austro-Hungary ivamie Serbia kulipa kisasi. Kwa hiyo Austro-Hungary ikilipa kisasi ikaivamia Serbia, maana yake ni kwamba Warusi lazima wataingilia hii vita kuisaidia Serbia, kwa sababu Warusi walikuwa na urafiki na Serbia mpaka sasa hivi. Na hivyo ndivyo ilivyotokea. Kwa hiyo Mjerumani akajua kabisa Warusi wakiingia kuisaidia Serbia, na mimi nitapata sababu ya kuingia kuisaidia Austro-Hungary ambayo ilikuwa ni himaya ya rafiki na Wajerumani. Kwa walikuwa wanatafuta sababu ya kuingia katika vita. Na hiko ndicho kilichotokea. Walipoingia vitani, Warusi wakaingia kuisaidia Serbia. Ujerumani ikaingia kuisaidia himaya ya Austro-Hungary. Alafu ikawa inapigana na Mrusi mmoja. Lakini Mjerumani alivyoanza kuingia kuisaidia Austro-Hungary, Mfaransa akaona nikamsaidie Mrusi kwa sababu alishajua dhamira ya Mjerumani. Kwa hiyo Mfaransa akaingia kwa ajili ya kumsaidia Mrusi. Lakini pia Mjerumani akaona aivamie nchi ambayo ilikuwa neutral, nchi ya Ubelgiji, Belgium. Mjerumani alipoivamia Belgium, Uingereza akaona kwa nini Mjerumani kaivamia Belgium wakati Belgium ni nchi ambayo haifungamani na upande wowote. Kwa hiyo Muingereza naye akaingia kwa ajili ya kumpiga Mjerumani. Kwa hiyo hapo kukawa sasa makundi yamegawanyika. Mrusi kwa upande mmoja na Mfaransa na Muingereza na Serbia na Mbelgiji. Alafu Mjerumani yuko upande mmoja na Austro-Hungary, lakini pia na Mturuki naye alikuja akawa upande wao wa Wajerumani, himaya Ottoman. Himaya ambao tayari walikuwa wameshapigana vita nyingi na Warusi, na tayari Mrusi ameshachukua maeneo ya himaya ya Waturuki ya Ottoman. Kwa hiyo ile vita ikaendelea, hatimaye kufika mwaka 1918 ile vita ikaisha. Mjerumani akawa amekosa nguvu ya kuendelea na mapambano, na yeye alikuwa ni tegemezi kwenye lile kundi lake. Kwa hiyo hatimaye wakasalimu amri. Waliposalimu amri, hawa walioshinda, Warusi, Wafaransa na Wajerumani, waliposhinda wakaandaa mkataba. Na ule mkataba ulikuwa ni kumlazimisha Mjerumani akubali kubeba lawama za kwamba yeye ndio mwanzilishi wa vita kuu ya kwanza ya dunia. La sivyo vita iendelee. Kwa hiyo Mjerumani ilibidi akubali kubeba lawama na akubali kupa makali yote ya adhabu kama mwanzilishi wa vita kuu ya kwanza ya dunia. Kutokana na kwamba wanasema alichochea, alifanya mambo mengi sana kuichochea. Kwa hiyo hapo ndio maana katika historia unaambiwa Ujerumani ndio waanzilishi wa vita kuu ya kwanza ya dunia. Kwa hiyo vita ilipoisha mwaka 1918 ilibidi wakae kikao na kuandaa mkataba wa kumfanya Mjerumani asaini ule mkataba. Mkataba ulioitwa Treaty of Versailles. Huu ulifanyikia katika jumba la kifalme la pale Ufaransa ambalo linaitwa Versailles. Ila kwa Kifaransa wenyewe wanajua jinsi ya kuitamka na itamka kwa Kiingereza. Mkataba huu ulisainiwa tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka 1919, mwaka mmoja baada ya vita kuu ya kwanza ya dunia kuisha. Mkataba ambao Mjerumani akaambiwa asaini, na baada ya kusaini mkataba huu sasa ukawa unasema vipengele. Mjerumani akubali kutoa ardhi yake, karibu 13% ya ardhi yake Mjerumani akaipoteza. Tena ilikuwa ni ardhi ambayo ina viwanda kama vya wanazalisha chuma, makaa ya mawe, kwa alipoteza baadhi ya utajiri wake. Lakini pia akalimitiwa katika swala zima la kujikuza kijeshi na mambo mengine mengi yakalimitiwa, kitofanya uchumi wa Ujerumani kudorora. Lakini pia kuzilipa fidia zile nchi ambazo zimeingia sasa katika ile vita kutokana na yeye kufanya mshamsha. Kwa hizi nchi zilizoshinda hizi kama Warusi, Wafaransa, Wajerumani, Waingereza na washirika wao wakataka kulipwa fidia pia. Kwa hiyo Ujerumani sasa ikawa sasa inarudi nyuma kiuchumi kutokana na kwamba wana mzigo mkubwa wa kulipa na madeni, lakini pia kujitanua kiuchumi ni kazi, ardhi yao imechukuliwa na wamelimitiwa kijeshi. Wengi wanasema kwamba hizi nchi nyingine, himaya nyingine, waliiona Ujerumani ikiwa inakuwa kubwa na kuwa tishio kwao kuanzia miaka 1800. Kwa hiyo wakatumia hii nafasi ili kuhakikisha kwamba Ujerumani haiwi kubwa na tishio kwao. Usikose sehemu ya pili. Subscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata sehemu ya pili ya historia hii ya Adolf Hitler na vita ya dunia.